We give God all the glory and we magnify his holy name. Tonight, I want to share a message entitled The Lost Donkeys. The Lost Donkeys. Praise God. Amen. Wakati nashiriki ujumbe kuhusu The Lost Donkeys, praise God. Amen. Na mimi nakwamba hii ujumbe utakuwa baraka kwako sana, praise God. Amen. Na pia vile when I teach about the lost donkeys, praise God. Amen. Naamini kabisa ya kwamba this is just not a story of a donkey, praise God. Amen. Naamini ya kwamba neno la Mungu wakati tunazungumza, it is a inspirational sermon, praise God. Amen. That help us to understand the heart and the mind of God, praise God. It help us understand how God works, or God's principle, praise God. Amen. It help us understand God's principles better, praise God. Amen. Wapendwa, hii story ya the soul and the lost donkeys, praise God. Amen. Kwanza kabisa, naamini kabisa ya kwamba mnaelewa vizuri nikizungumza about soul and the lost donkey, praise God. Amen. Mnaelewa vizuri sana jinsi Saul alivyoitwa, praise God. Is journey ya kukua ya kufanyika mfalme, praise God. Mnajua vile alivyoitwa hadi akafanyika mfalme. Ya kwamba ya kwanza aliondoka tu kwenda kutafuta punda za baba zake zilizokuwa zimepotea, praise God. Amen. Wapendwa, Bwana Belfuode. Amen. Unajua vile Saul alienda kutafuta punda, praise God. Amen. Kama angeacha kuenda kutafuta punda, je, angefanyika mfalme? Praise God. Kwa hivyo nikifunza about the lost donkey, inatuwezesha sana kuweza kuelewa mambo mengi kuhusu jinsi Mungu hufanya kazi ama kanuni za Mungu. Praise God. Amen. Nitasoma kwa haraka katika jina kuu la Yesu Kristo. Nitasoma kwa haraka sana. Ninaenda kusoma 1 Samuel chapter 9 verse 1. Praise God. 1 Samuel chapter 9. Maandiko nasema kwamba there was a Benjamite, a man of standing, whose name was Kish, son of Abiel, the son of Zerah, the son of Bechorath, the son of Aphia of Benjamin. He had a son named Saul, an impressive young man without equal among the Israelites, a head taller than any of the others. Now, the donkeys belonging to Saul's father, Kish, were lost. And Kish said to his son Saul, "Take one of the servants with you and go and look for the donkeys." So he passed through the hill country of Ephraim and through the area around Shalisha, but they did not find them. They went on into the district of Shalim, but the donkeys were not there. Then he passed through the territory of Benjamin, but they did not find them. When they reached the district of Zuph, Saul said to the servant who was with him, "Come, let us go back, or my father will stop thinking about the donkeys and start worrying about us." But the servants replied, "Look, in this town there is a man of God. He is highly respected, and everything he says comes true. Let us go there now. Perhaps he will tell us what way to take." Saul said to his servant, "If we go, what can we give the man? The food in our sacks is gone. We have no gift to take to the man of God. What do we have?" The servant answered him again. "Look," he said, "I have a quarter of a shekel of silver. I will give it to the man of God so that he will tell us what way to take." Formerly in Israel, if a man went to inquire of God, he would say, "Come, let us go to the seer," because the prophet of today used to be called a seer. "Good," Saul said to his servant, "Come, let us go." So they set out for the town where the man of God was.
as they were going up the hill to the town, they met some girls coming out to draw water, and they asked them, "Is the seer here?" He is. They answered, "He is ahead of you. Hurry now. He has just come to our town today, for the people have a sacrifice at the high place. As soon as you enter the town, you will find him before he goes up to the hill, to the high place to eat. The people will not begin eating until he comes, because he must bless the sacrifice. Afterward, those who are invited will eat. Go up now. You should find him about this time." They went up to the town, and as they were entering it, there was Samuel coming toward them on his way up to the high place. Now, the day before Saul came, the Lord had revealed this to Samuel. "About this time tomorrow, I will send you a man from the land of Benjamin. Anoint him leader over my people, Israel. He will deliver my people from the hand of the Philistines. I have looked upon my people, for their cry has reached me." When Samuel caught sight of Saul, the Lord said to him, "This is the man I spoke to you about. He will govern my people." Saul approached Samuel in the gateway and asked, "What will you please tell me where the seer's house is?" "I am the seer," Samuel replied. "Go up ahead of me to the high place, for today you are to eat with me, and in the morning I will let you go and will tell you all that is in your heart." Verse 20, the last one. "As for the donkeys you lost 3 days ago, do not worry about them. They have been found. And to whom is all the desire of Israel turned, if not you and all your father's family?" Praise be to God. Amen. Bwana apewe tukufuate. Amen. Wapendwa, we see the strategy, pro God, Amen. that God used, pro God, Amen. to prepare Saul to become the king of Israel, pro God. Amen. Kwanza tunaona kwamba tulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Kish, pro God. Amen. Baba ya Saul, pro God. Amen. Kish was a prominent rich leader, pro God. Amen. Alikuwa mtu mtajiri sana, pro God. Amen. Kish, baba ya Saul, alikuwa mtu tajiri sana, mtajika sana, pro God. Amen. Na unajua siku ya kitambo, the value, pro God, Amen, of wealth ingekuwa measured na donkeys ambao mtu ako nayo, pro God. Amen. Na donkeys ingepatikana tu kwa nyumba ya tajiri, na kama mtu angekuwa na donkeys basi huyo angekuwa tajiri, kwa sababu donkey ama punda aingepatikana kwa nyumba ya maskini. Unajua ni siku hizi tunadharau punda, pro God. Amen. Lakini kitambo punda, pro God, Amen, ilikuwa kwa nyumba ya tajiri na ilikuwa inaheshimika sana, pro God. Amen. Ilikuwa treasured sana kama ungeweza kupossess. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba Kish vile ilikuwa tajiri sana, pro God. Amen. Na punda zake zikapotea. Na unajua ni punda ngapi zilipotea, pro God? Amen. Si punda moja, si wawili, punda wengi sana, pro God. Amen. Waliweza kupotea. Bwana ape tufuate. Amen. Na unajua kama punda wengi waliweza kupotea ya Kish, na hiyo ndilikuwa inamfanya tajiri, pro God. Amen. Inamaanisha kwamba hata economy ya hiyo jamii ilithirika, ilikuwa affected, pro God. Amen. Kwa sababu kama the value of wealth measure ambayo angekuwa nayo na imfanye tajiri ilikuwa ni punda, lakini punda zake wengi sana wakapotea, pro God. Amen. Na kwa sababu alikuwa amedhamini hizo punda, pro God. Amen. Alidhamini punda sana, ya kwamba hata kama alikuwa na watumishi wengi sana pale nyumbani, hata kama alikuwa na many servants, pro God. Amen. Angeweza kutuma servants ya kwamba nendeni mkatafute punda, pro God. Amen. Aliona kwamba the one that can be entrusted, pro God. Amen.
for the assignment to go and look for the lost donkeys is my son. Pro God. Akamwambia mtoto wake Saul ya kwamba take one of the servants. Pro God. Alikuwa na watumishi wengi, lakini akamwambia kwamba take one of the servant, go pro God, and look for the donkeys. Pro God. Bwana apewe forte. Amen. Na wapendwa, vile aliambiwa akaenda katafuta punda, akapewa chakula. Pro God. Inamaanisha safari ya kutafuta punda, it was a long journey. Pro God. Haikuwa safari rahisi, haikuwa safari hivi. Pro God. It was a journey that took 3 days looking for donkeys. Pro God. Wapendwa, katika harakati ya kutafuta punda, Saul aliweza kutembea, lakini to make the matter worse, pro God, hakuweza kupata punda no matter vile alitembea. Pro God. Alitembea kila mahali. Pro God. Akitafuta punda. Wapendwa, bana bitufuate. Ukiona mahali punda, mahali Saul alitembea, inatupatia inatuacha na mshangao sana. Pro God. Manake hii journey, it was frustrated, it was tiresome, it was ugly. Pro God. Bana bitufuate. Ukiona, wacha tutafute mahali alitembea. Maandiko nasema kwamba verse 4 utaona mahali alitembea kote ya kwamba so he passed through the hill country of Ephraim and through the area around Shalisha, but they did not find them. They went on into the district of Shalim, but the donkeys were not there. Then he passed through the territory of Benjamin, but they did not find them. When they reached, pray God, wakaenda bana bitufuate. Amen. Adi akawa frustrated in life, akaweza ku give up in life. Pro God. Akaamua sasa arudi nyumbani. Manake ni punda metafuta. Sasa ni siku 3 kama 3 inaenda atapata punda. Pro God. Akamwambia mtumishi ya kwamba sasa naona ya kwamba vile tumetembea tukitafuta punda na sijaweza kupatikana, naona ya kwamba tuweze kurudi nyumbani, kwa sababu my dad ataacha kuworry about the lost donkey na ataanza sasa kuworry about me. Pro God. Bana bitufuate. Akasema ili turudi nyuma. Wapendwa, bana bitufuate. The question is, bana bitufuate. Na ni vizuri tuelewe kanuni za Mungu, God's principles, how God works. Pro God. Kwa sababu tukiangalia the issue of the lost donkey. Pro God. Tunaona ya kwamba hii lazima iwe ni strategy ambayo Mungu ndiye aliweka ili, pro God, ili Saul aweze bwana bevote. Hii ni hardship, hiyo harakati ya safari ya kukua frustration in life ya kutafuta donkey ilikuwa ni strategy ambayo Mungu alikuwa amemwekea Saul. Pro God. Ndiposa akuwe na hiyo hardship. Pro God. Unajua wakati alikuwa anatafuta punda, sijui kama alikuwa ananungunika na nakasirika na anajiuliza maswali, anasema kwamba sasa ni kwa nyumba sijalala, ni kwa nyumbani sijalala, ni safari ndefu nimetembea hadi mguu umefura, hata chakula nilikuwa nimebeba hata imeisha, na donkey sijapata, ni kurudi sasa, tunaamua kurudi. Sasa why me? Kwa nini mambo kama haya yananipata? Pro God. Baba yangu nyumbani ako na wasiwasi, halali akuli bana bedfuate. Kwa sababu anakumbuka kuhusu punda zake zilimepotea, na hata mimi pengine nawaza sitaweza kurudi. Pro God. Kwa nini mimi niko na bad luck? Pengine alianza kumama, pengine angemama, angecomplain, angegrumble. Pro God. Pengine angeona kwamba yeye ni mtu wa laana bana bedfuate. Pengine angejichukulia kwamba ako na bad luck. Wapendwa, mark you ya kwamba that was the only way ya kwamba Mungu lazima angempitisha hardship. Lazima Mungu angempitisha hiyo hali bana bedfuate ya kumwandaa
Bwana wetu wote. Ili aweze akafanyika kile ambacho Mungu alikusudia juu ya maisha yake. Praise God. Amen. Ili Mungu aweze kufanyika all that God wanted him to be. Bwana bifuate. Hiyo ndio ilikuwa njia ya pekee ya kwamba punda ipotee, na katika harakati ya punda kupotea, pro God, wataweza kukutana na wasichana wengine wakienda kuchota maji kwa mto, na wataweza kumuuliza ya kwamba niambie nyumba ya Asia ako wapi, pro God, mnenaji, pro God, na ataweza kuwaelekeza, pro God. Imagine maandiko nasema kwamba vile punde ilikuwa imepotea, hata Mungu alikuwa tayari amemwambia Saul, pro God, alikuwa amemwambia Samuel ya kwamba tomorrow in such a time as this, pro God, nitatuma mtu kutoka huko Benjamin, pro God, mpake mafuta awe mfalme. Bwana befuate. Praise God. Nani angejua kama Saul angekuwa mfalme? Kwa hiyo nani angejua, hata baba yake kama angejua ya kwamba hii punda ambazo zimepotea ndio zitakuwa chanzo ya mwanangu kuwa mfalme, na hata nyumba yetu kubadilisha kuna kukua bora zaidi. Bwana befuate. Nani angejua, Bwana befuate, kwa nini Saul ndiye alitumwa kuenda kutafuta punda? Kwa nini Kishi mwenyewe hakuenda? Kwa nini wajakazi walikuwa wengi pale nyumbani hawakuenda, pro God? Kwa nini Saul yeye ndiye akatumwa aende katafute punda? Bwana befuate. Na vile ametumwa, Mungu pia amemnenea Saul ya kwamba mtu atakuja hapa masaa kama haya, Bwana befuate, mpake mafuta. Na maandiko yanasema kwamba Saul alikuwa ameshajua kile ambacho itafanyika, pro God. Na hiyo occasion, pro God, ikawa na Samuel akaanda karamu. Nikizungumza juu ya Saul, juu ya kwamba Saul alikuwa mtu mkubwa sana, kama sasa unaweza kumlinganisha na rais, pro God. Ni kama yule ambaye anaenda State House, pro God. Nani angejua kama Saul angeenda akae in high table pamoja na Samuel na wakule pamoja, pro God. Na maandiko yanasema ya kwamba tayari Samuel alikuwa ameshaelekeza, alikuwa amesha order chakula, hata nyama ambayo Saul atakula, pro God. Akasema kwamba mgeni atakuja, kuna mgeni mtarajiwa, yeye ndiye atakuwa mgeni wetu siku ya leo, pro God. Na hii karamu ya siku ya leo ni yake. Yako frustrated in life, amekuwa anapitia ugly process, pro God. Anapitia ligumu, Bwana befuate. Na kumbe pale karamu inaandalia karamu yake, Bwana befuate. Yeye ame give up in life, Bwana befuate. Praise God. Wapendwa, mimi ninatamani tu siku moja ukienda mbinguni, ende uliuze Jephthah ya kwamba wakati ulifukuzwa with your own brothers, pro God, wakasema hatukutaki kukuona hapa, nenda kabisa. Wakamfukuza kwa mama, wakasema kwamba hata wewe hautarithi urithi wetu, pro God. Bwana befuate. Ende muulize kwamba alifeel namna gani wakati alikuwa anafukuzwa. Hawakujua ya kwamba kumbe yeye ndiye deliverer, Bwana befuate. Ama enda ukaulize Joseph, pro God, ya kwamba wakati walikuwa alikuwa anatupwa kwa shimo, Bwana befuate, na kumpanga kumuua na hata kumuuza, Bwana befuate. Hata wakati alikuwa amewekwa pale kwa gereza, kwa jela, pro God, alikuwa anasikia namna gani, Bwana befuate. Wakati Potifa alimweka maneno ya uongo na watu wakadhani mkweli, alikuwa anafeel aje kwa moyo wake, pro God. Akasema kwa nini, why me, ndio lazima nipitie hayo yote? Kwa nini hali mbaya inanipata nikitoka mbaya na kuja mbaya zaidi? Kwani mimi ndio outcast in the society? Mimi ndio nimelaaniwa? Kwani mimi nilizaliwa namna aje ambayo sina bahati, pro God? Bwana befuate. Wapendwa, kuna vitu nyingi metupata bila kujua ya kwamba those hardship ndio zinatuandaa for our greatness, for our future. Bwana befuate. Praise God. Hakuna vile Mungu atakufikia kwa hatima yako kama hajakupitisha hardship. Lazima upitie ugly process. Bwana befuate. Wapendwa, sasa siri, Bwana befuate. Wakati alikuwa anatafuta punda, Samuel alimwambia ya kwamba wacha story ya punda kando, pro God. Wacha story ya punda kando. Punda
hata tayari zimeshapatikana. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Wapendwa, it is a very interesting story ya kwamba you are busy searching for the lost donkey, not knowing ya kwamba hii lost donkey that you are busy looking for, praise God. Amen. Bana befote. Amen. Ni kurudi zinarudi zenyewe. Praise God. Amen. As for the donkeys you lost 3 days ago, do not worry about them. They have been found. Praise God. Amen. Bana befote. Amen. Wapendwa, tumeenda tujiulize maswali. Tumeenda milima mingapi kutafuta punda? Praise God. Amen. Bana befote. Amen. Tumeenda milima mingapi kutafuta punda? Bana befote. Amen. Kwa sababu wakati tulipoteza punda, sisi tulitafuta punda direct. Kumbe hiyo wakati punda ilipotea kwa maisha yetu, praise God. Amen. The lost donkey was a call from God for us to surrender unto him. Bana befote. Amen. Tuweze kujiachilia na kusarenda kwake, na ili yeye atuweze akatufanyike kile ambacho alikusudia juu ya maisha yetu. Bana befote. Amen. You see, this was indirect seeking. Praise God. Amen. Yeye anatafuta punda, kumbe bana befote. Amen. Hii ni harakati ya kumbe yeye Mungu amemwandalia karamu, amwandae awe mfalme wa kesho. Bana befote. Amen. Mara ngapi tumepoteza punda? Mara ngapi tumekuwa busy tukitafuta punda? Praise God. Amen. Isaiah 55 verse 2 maandiko nasema, nikimaliza katika jina kula Yesu Kristo. Wacha niruhusu tu nisome Isaiah, naona mvua inakuja. Isaiah chapter 55 itakuwa wa baraka verse 2. Kama ninaweza pata, maandiko nasema, why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen to me, and eat what is good, and your soul will delight in the riches of fare. Praise God. Maandiko nasema kwamba why do you labor on what does not satisfy? Praise God. Amen. Yani maandiko nasema ya kwamba we are wasting a lot of effort for that which does not satisfy. Praise God. Amen. Tunaharibu wakati wetu, tunaharibu muda wetu kutafuta punda. Praise God. Amen. Kama wakati punda ingepotea kwa maisha yetu, na tujue ya kwamba kupotea kwa punda, it is a call for God for us to surrender. Praise God. Amen. And there's something more special that God want me to seek instead of seeking for the lost donkey. Ya kwamba punda imepotea, Mungu ananiita, kuna kitu ambacho Mungu anataka nitafute zaidi, na nikitafuta hiyo kitu zaidi, punda zitarudi zenyewe. Praise God. Amen. Punda, shida si punda. Bana hapo nifuate. Amen. Hii punda Mungu amefanya ipotee, ndiposa wewe utafute kile ambacho Mungu anataka. Na ukielewa kile ambacho Mungu anataka, wapendwa, anataka kuambia, so long as unatafuta punda, hakuna siku utapata punda. Utatembea, utapata punda. Praise God. Amen. Hautapata punda, uta waste your energy, uta waste your effort. Praise God. Amen. Hautapata punda. Kuna wengi wanakimbizana na punda. Praise God. Amen. Wanakimbizana na punda. Kama tungejua, tungeacha kukimbizana na punda na tumwambie Bwana, niko hapa, nena nami, mtumishi wako atasikia. Praise God. Amen. Bana befuate. Amen. Wapendwa, katika jina kula Yesu Kristo, oh my God, nasema ya kwamba Mungu ako na good plan na maisha yako. Haijalishi punda, the lost donkey. Oh my God, that is just a call for you to surrender unto him. Wacha kukimbizana na punda ambazo hautawezi pokea, hautawezi pata. Punda hata kama zimepotea zitarudi wenyewe, lakini wewe ukitafuta punda hautawezi pata.
in the name of Jesus. Oh my God, maandiko nasema kwamba do not be foolish but be wise, understanding what God's will is. Elewa mapenzi ya Bwana in the name of Jesus. Si wakati wa kutafuta punda. Oh my God, oh my God. Saul alikuwa anatafuta punda, kumbe oh my God, ilikuwa ni njia ya Mungu kumwandaa awe mfalme katika Israeli. In the name of Jesus, aliweza kukutana na Samuel ambaye aliweza kukana yeye in high table, wakala pamoja. In the name of Jesus, akasema kwamba wewe ndio mfalme, you are a king to be. Lazima nikuandae karamu jinsi ilivyo. Wapendwa, simama kwa Mungu in the name of Jesus.